SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Shirika la Bandari Zanzibar limejivunia maendeleo makubwa kwa mwaka 2020 hadi 25 kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Amethibitisha hayo mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari ndugu Atif Ali wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa ZBC Raha Leo. Amesema shirika limeweza kuvuka malengo yaliyowekwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuboreshwa bandari iweze kuhudumia kontena 1000 na kwa sasa anahudumia kontena 2000. Na ndani ya mwaka 2020 ilani ya Chama cha Mapinduzi kuanzia 2020 hadi 2025 kuna majukumu kadhaa ilikabidhi shirika la bandari kwa ajili ya kutekeleza, ikiwemo la kwanza ni kuhakikisha uwezo wa bandari zetu unaweza kuboreshwa kufikia hadi kontena 100,000. Hivi sasa kutokana na uongozi mzuri wa Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi tumeona chini ya awamu ya 8 tumeenda kuvuka zaidi ya asilimia tuliowekewa ni kontena 100,000, lakini hadi sasa hivi bandari ya Malindi pekee kupitia bandari kavu iliyojengwa ICD ya Mpigaduri, ICD ya pili ya Maruhubi ambayo tumemwona Mheshimiwa Waziri karibuni alipitia, pamoja na ujenzi wa bandari ya Fumba ambao umeongezwa zaidi ya hekta 6 mwanzo na sasa hivi zaidi ya hekta 12 za ziada zimeongezwa. Tumeenda kuvuka na uwezo wa bandari zetu sasa hivi ni kuhudumia hadi kontena 200,000. Maana ndani ya mradi huu ambao unakamilika ndani ya awamu ya pili ya bandari ya Fumba pamoja na utanuzi wa ICD ya pili ya Maruhubi itaiwezesha bandari ya Zanzibar kuhudumia zaidi ya mizigo 200,000 ambayo ni zaidi ya ongezeko la 100% ambao awali tulipangiwa uwezo wa bandari zetu kuweza kuhudumia kontena 100,000. Na ili maboresho makubwa sana yamefanyika. Mbali na hapo tumeona hivi karibuni ilani ya mwaka 2025-2030 serikali sasa imeenda kuimarisha kwa sababu tumeenda kuitanua bandari ya Mangapwani, na bandari ya Mangapwani itakuwa na uwezo wa kuhudumia zaidi ya kontena 250,000. Ina maana Zanzibar wakati mwaka 2020 angalizo zetu tulikuwa tunaangalia kufikia 100,000, lakini tunategemea tutakapofika 2030 bandari zetu za Zanzibar zitaweza kuhudumia zaidi ya kontena 400,000 kwa mwaka. Kwa upande mwingine, mkurugenzi wa mamlaka ya uhifadhi baharini ZMA ametoa utofauti katika kazi za shirika la bandari na mamlaka ya usafiri baharini. Mamlaka ina majukumu makubwa sana kwenye sekta nzima ya usafiri wa baharini. Kwa kuanzia, jukumu lake la kwanza ni kufanya usajili wa meli pamoja na vyombo vidogo vidogo, michezo ya baharini. Hizi boti tunazoziona zote haziwezi kuingia baharini, haziwezi kufanya kazi ya kusafirisha watu, haziwezi kufanya kazi ya kusafirisha mizigo na kazi nyingine kama vyombo vile havijasajiliwa na mamlaka ya usafiri baharini. Pia kufanya ukaguzi. Kabla ya kusajili lazima vyombo vile vifanyiwe ukaguzi wa kitaalamu, vionekane kweli vinakidhi haja kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwa mfano, boti ya kubeba abiria. Kabla boti haijabeba abiria lazima ifanyiwe ukaguzi wa kitaalamu na wakaguzi wa mamlaka ya usafiri baharini, na ukaguzi ule unapofanywa inaangaliwa ile boti vigezo vyote vinavyostahiki kuwa boti ya abiria au meli ya kubeba abiria. Ikishakuwa imekidhi vigezo ndipo inapewa leseni au ruhusa ya kusajiliwa na inasajiliwa kuwa boti ya abiria. Kadhalika na mizigo, vyombo vidogo vidogo tunavyoviona, uvuvi. Let's say unaweza ukawa una chombo chako unataka kuvua, lakini je, chombo hicho kinakidhi haja kwa ajili ya uvuvi? Kwa hiyo lazima kwanza tukikague. Tukisha kikagua tunakipa leseni, alafu yeye anakwenda kutafuta taratibu nyingine za vibali vya uvuvi na kadhalika. Ni sawa sawa na unapomiliki gari, unapomiliki chombo cha moto, lazima kikaguliwe, ndio maana unapewa road license na kadhalika. Unakaguliwa baadaye ndio unapewa road license. Ni sawa sawa na huku kwenye usafiri baharini. Kwa hiyo sisi ndio tunakuwa kama regulator kabisa. Bandari, let's say bandari pia tunatakiwa sisi majukumu yetu mengine kufanya compliance au usimamizi wa sheria na miongozo iliyopo. Kwa mfano kama tunasimamia bandari inapotakiwa kimataifa inatakiwa iwe na vifaa, miongozo mbalimbali tunatoa kwa ajili ya kuregulate. Mkutano huo umetokana na kujadili ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM katika sekta zote. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare.
SNTV Online. Huu ni wakati wetu.